Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Novemba 17, somo linasema kipimo pekee cha kweli cha tabia. Basi, mbona wakitazama kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Mathayo 7:3. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba uongozi wa Roho mwema, utuongoze kuyaelewa yale tunayojifunza. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kwa maana wewe uhukumuye, unafanya yale yale. Hata sentensi hii haifikii ukubwa wa dhambi ya yule anayeweza kumkosoa au kumhukumu ndugu yake. Yesu alisema, basi, mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Maneno yake yanamwelezea mtu ambaye ni mwepesi kuona makosa ya mwenzake. Anapofikiri kwamba ameona kosa katika tabia ya mtu, anakuwa na shauku kubwa ya kulielezea. Lakini Yesu anaweka wazi kuwa mwenendo huo wa tabia inayokuzwa katika kutenda hiki kisichofanana na kazi ya Kristo, ukilinganisha na kosa linalokosolewa, ni kama boriti inapolinganishwa na kibanzi. Ni mtu kupungukiwa na roho ya ustahimilivu na upendo ndiko kunakomsababisha kufanya chembe ndogo ionekane kama kitu kikubwa cha kutisha. Wale ambao hawajawahi kupitia uzoefu wa kupondeka moyo na kujisalimisha kikamilifu kwa Kristo katika maisha yao, hawadhihirishi mvuto wa upole wa upendo wa Mwokozi. Wanawasilisha vibaya hali ya wema na upole ya Injili na kuzijeruhi roho za thamani ambazo Kristo alizifia. Kristo ndiye kipimo pekee cha kweli cha tabia, na yeye anajiweka mwenyewe kama kipimo cha tabia kwa wengine, anajiweka katika nafsi ya Kristo. Na tangu Baba ampe mwana hukumu yote, yeyote athubutuye kuhukumu matendo ya wengine, yeye pia anamnyang'anya mwana wa Mungu haki yake ya pekee. Hawa wanaojifanya kuwa mahakimu na wakosoaji wanajiweka wenyewe katika upande wa mpinga Kristo. Yule mpingamizi ajiinuai nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Dhambi inayosababisha matokeo yasiyo ya furaha kabisa ni roho ya ukosoaji, isiyosamehe na isiyo na upendo inayoainisha ufarisayo. Pale uzoefu wa kidini usipokuwa na upendo, Yesu hayuko mahali hapo. Mwangaza wa uwepo wake haupo hapo. Unaweza kuwa na uangalifu wa hali ya juu kabisa wa utambuzi katika kugundua makosa ya wengine, lakini kwa kila anayeendekeza roho hii, Yesu anasema, mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe. Utasoma Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa 125 na 126. Ni hadi pale utakapojihisi kuwa unaweza
kujitoa muhanga hadhi yako na hata kuutoa uhai wako ili kumwokoa ndugu yako aliyekosa. Unapaswa kutoa boriti katika jicho lako ili kwamba ujiandae kumsaidia ndugu yako. Ndipo utaweza kumsogelea na kugusa moyo wake. Roho ya kujali, upole na mwenendo wa kirafiki unaweza kumwokoa mkosaji na kusitiri wingi wa dhambi. Ufunuo wa Kristo katika tabia yako utakuwa na nguvu ibadilishayo kwa wale wote utakaokutana au kuchangamana nao. Hebu Kristo afunuliwe kwa uwazi kila siku ndani yako, na kupitia kwako atafunua nguvu ya neno lake yenye upole na inayoshawishi, lakini mvuto wenye nguvu kuu ajabu wa kuumba upya roho nyingine katika uzuri wa Bwana Mungu wetu. Utasoma Thoughts from the Mount of Blessing kurasa 128 na 129. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 17, kipimo pekee cha kweli cha tabia. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi mikononi mwako siku ya leo. Tembea pamoja nasi. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi, na zaidi ya yote masomo haya yakatusaidie kusogea zaidi karibu na wewe. Ni kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja.